Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo na burudani. Kama haujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrend huku kwenye mitandao ya kijamii. Utakikuta hapa hivi ninavyozungumza na wewe. Semaji la kafu Ahmed Ally amekusanya kijiji kweli. Kila anapotua Ahmed Ally anasepa na kijiji. Nyomi la mashabiki lilamfuata na kumsikiliza. Nini anakisema, ujumbe gani amewaitia, na wanamsikiliza kweli. Na si kingine bali Ahmed Ally. Ujumbe mkubwa ambao uko nao hivi sasa ni harakati za kutokomeza jezi feki ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaathiri uchumi wa klabu ya Simba na klabu nyingine yoyote. Hii ni siku ya 5 sasa ziara ya kutoa elimu kwa wana Simba kuhusu kukataa jezi feki na kununua jezi original imekamilika huko Kisesa, Koana, Kanyenze na Machinjioni pamoja na Nyegezi, hilo eneo la Mwanza kote huko. Na Ahmed Ally ameanza ziara yake sehemu mbalimbali, sio tu Mwanza, amepita Arusha na baadhi ya sehemu nyingine hasa mikoa ya Pwani kote huko akiwa anamaliza. Hii ni ziara maalumu ya Ahmed Ally, semaji la kafu, katika kutoa elimu juu ya umuhimu kwa mashabiki sio wa Simba tu bali wa timu zote kuwa na tabia ya kununua jezi original. Hii ikiwa inasaidia kwenda kuifaidisha klabu badala ya mtu binafsi, kwa maana kwamba unaponunua jezi feki basi hainufaiki klabu, anayenufaika ni yule aliyetengeneza, kwa sababu ukinunua jezi original anayenufaisha ni klabu ambayo imeingia mkataba na hao wazabuni. Na hii ni vita kubwa kweli, kwa maana kwamba siku zote wanaotengeneza jezi feki hawawezi kuwa masikini kama mimi na wewe. Ni watu wanaojiweza, vibopa kweli, watu ambao wana uwezo wa kununua mitambo na kutaka kuprint jezi hizo. Hivyo huwezi kuuza ama kutengeneza jezi hizo kwa mtu masikini ama hoehae ambaye hata mkate wake wa siku kupata kwake ni kwa shida. Hivyo basi hii ni miongoni mwa vita kubwa na ngumu kweli, kwa sababu inawahusisha watu ambao wana kipato kikubwa. Na hili ni jambo zuri kwa Simba Sports Club, kwa sababu kufanya hivi kumeendelea kuamsha sasa mashabiki wa soka kujua umuhimu wa kununua jezi original. Na mimi binafsi ninaweza kusema Simba Sports Club ni moja kati ya klabu ambayo inapaswa kuigwa kwa hiki wanachokifanya. Wengi wamejaribu kwa maana ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari ili kuondokana na kiasi kikubwa na masuala ya jezi feki, lakini hatua ya Simba Sports Club kwenda door to door, wanasema mguu kwa mguu, kila kona na vijiji na wilaya zake na mikoa, kuzungumzia umuhimu wa kununua jezi original, kunafanya Simba sasa kuna uhakika zaidi wa kupata hela nyingi kuhusiana na jezi zake ambazo wamekuwa wakiziuza. Na kikubwa ni kwamba katika uuzaji wa jezi hizi mashabiki wengi hawajui ni mahala gani ambapo wanaweza kupata jezi original. Hivyo mfumo walokuja nao Simba unasaidia kutoa dira ya, kwa maana kwamba usinunue jezi feki, lakini jezi original inapatikana sehemu fulani. Hilo ni jambo la kuigwa kweli kwa mashabiki wa Simba, na kuipongeza timu ya habari na mawasiliano inaongozwa na Ahmed Ally kwa hiki wanachokifanya. Huu ni mwanzo mzuri kweli, na matunda yake yataonekana hapo baadaye. Huenda sionekane leo, lakini matunda yake yakaonekana hapo baadaye, kwa sababu tayari jezi zilishaingia mtaani. Lakini takapotoka jezi nyingine mpya, basi mashabiki watakuwa wanakumbuka kile walichopewa na Ahmed Ally na kujua ni mahala gani sahihi ambapo wakienda wanaweza kupata kitu original kwa maslahi ya timu.
Basi ninaweza tu kusema kwamba Ahmed Ally kila kona anapokwenda anajaza kijiji kweli kweli, na mimi ni shuhuda wa hilo kwa sababu nimekuwa nikifuatilia ziara ya Ahmed Ally tangu alipoanza jambo hili la kutoa elimu, akiwa amepita Manyara huko, lakini amepita sehemu mbali katika kuona ni kwa kiasi gani basi wananchi, lakini hasa mashabiki wa timu hiyo wanapata kitu kizuri, lakini pia wanajua kwamba ni wapi jezi original inaweza kupatikana, kwa maana maduka gani. Na hii wanaita ni mkoa kwa mkoa. Operation inaendelea, kataa jezi feki, vaa original. Na unaweza ukasema kwamba Dareda, Kisongo, Usariva, Tengeru, Makuyuni, Kateshi, Arusha mjini, Babati, Singida, hizi zote ni sehemu ambazo Simba Sports Club wamepita na wanaendelea kufanya hivyo. Korogwe, Mwanga, Boma Ng'ombe, Tengeru, Arusha, Kia, Njia Panda, Himo, Hedaru, Same, Moshi, kote huko timu hii imeendelea kusambaza upendo kwa kutambulisha jezi original na kuachana na jezi feki. Bagamoyo, Sokoni, Kidomole, Msata, Muhedha, Mkata, Segera, kote huko timu hii imekwenda, inayoongozwa na Ahmed Ally, kusambaza upendo na kutoa ufafanuzi umuhimu wa kununua jezi original, kwa maana mashabiki watambue umuhimu wake. Dareda, Shelui, Tinde, Kateshi, Igunga, Shinyanga, Singida, Nzega, kote huko timu hii ya Ahmed Ally imeendelea kupita huko na kuhakikisha wanatangaza umuhimu wa kununua jezi original na kuachana na matumizi mabaya ya pesa, kwa maana kununua jezi feki ambayo haisaidii kitu chochote kile ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Na mimi kwa mtazamo wangu ninasema hili ni jambo zuri. Bila shaka hili ni jambo zuri kweli kweli, kwa maana ya maslahi ya timu kiujumla. Na pongezi za dhati ziende kwa Ahmed Ally kutokana na kwamba anajaza kijiji kila anapokwenda, na hii inaonyesha ni namna gani anakubalika, sio tu kutokana na kuwa msemaji wa timu kubwa, lakini pia kile anachozungumza kinasikilizwa. Hivi ninavyozungumza na wewe bado huyu Ahmed Ally yuko huko mikoani akiendelea kusambaza upendo, naweza tukasema hivyo. Na kingine ni kwamba klabu ya soka ya Simba Sports Club tunafahamu kwa hivi sasa ipo imetulia, kwa maana ipo kwenye mazoezi mepesi na michezo ya kirafiki hapa na pale, kwa sababu tu hii ni klabu ambayo kwa sasa inajiandaa na michuano mikubwa, kwa maana michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, baada ya kumalizana na michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara na kuongoza katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 6 kwenye michezo miwili yote, ikifanikiwa kuondoka na alama 6, kwa maana kila mchezo alama 3 na kuongoza msimamo wa ligi. Hivi sasa Simba inashika nafasi ya kwanza kwa mujibu wa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, na hivyo Simba inajiandaa na michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na kivyovyote vile wana nafasi kubwa ya kusonga mbele kwenye michuano hii mikubwa kabisa barani Afrika, kwa sababu siku zote Simba imekuwa ikifanya hivyo, haijawahi kufeli kwenye michuano hiyo mikubwa.
ambayo Simba inashiriki siku zote. Msimu uliomalizika ilimaliza katika michuano hiyo kufika finali kwa upande wa kombe la shirikisho, na ilicheza na RS Berkane katika mchezo huo ambapo Simba ilipoteza ubingwa. Lakini Simba sasa inajiandaa dhidi ya Nsingizini FC. Hawa Nsingizini bwana, Simba Sports Club na Simba watacheza Oktoba 19 majira saa 10 kamili alasiri, na hivyo Nsingizini Hot Sports ambapo hii itakuwa ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba watakuwa ugenini kwenye mchezo huu wa kwanza, na wakati watani zao bwana Young Africans na wao watakuwa wakikabili Silver Strikers, ambapo wao watacheza tarehe 18, Simba wakiwa tarehe 19, Young Africans watacheza tarehe 18. Hizi timu zote za Tanzania zitakuwa zimesafiri na kwenda kukabiliana na michezo hiyo huko ugenini. Hii ni Fumo 255. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ili usipitwe na kila kinachotrendi huku kwenye mitandao ya kijamii.